Wangu tuendelee na taarifa zetu. Ni pigo kubwa kwa gavana George Natembeya na vuguvugu lake la Tawe baada ya chama cha UDA kumshinda mgombea wao katika uchaguzi mdogo uliofanyika eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega. Hata hivyo, katika kaunti ya Bungoma, matokeo ya uchaguzi katika wadi ya Chwele Kabuchai ni pigo kwa spika wa bunge la taifa. Huyu ni Bwana Moses Wetangula baada ya mgombea wake kushindwa na mgombea aliyekuwa akiunga mkono na Natembeya mahala ambapo ni ngome ya Natembeya na alipopiga kura yeye mwenyewe. Mabadiliko hayo maarufu kati ya vyama tofauti unaonyesha mwelekeo mpya katika siasa nchini kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Victor Ngaruya anaarifu mengi. Kutangazwa kwa David Ndakwa aliyekuwa mgombea wa kiti cha eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega kumeyumbisha upinzani, hasa vuguvugu la Tawe lililoasisiwa na gavana wa Trans Nzoia alionekana kuwa msumari moto kwa serikali ya William Ruto na wandani wake. Tunakuwa tuna mbunge mmoja, hatuwezi kuwa na wawili, na kwa sababu Mheshimiwa Manyasa ako experienced, he has run 3 times consecutively. Nimepata experience ya constituency yake kuongeza numbers kwa watu wenye watanipikia mimi kura kama David Ndakwa. Ndakwa alipata kura 21,564 akimzidi kwa idadi ndogo mpinzani wake wa karibu Seth Panyako wa chama cha upinzani DAP-K aliyepata kura 20,210. Kwa miezi mingi, haswa nyakati za kampeni, gavana Natembeya na kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa wamekuwa mstari wa mbele kulipa vuguvugu la Tawe sura ya mapinduzi ya kisiasa ya eneo la magharibi. Lakini matokeo haya yanaibua swali gumu. Je, hii inaashiria kifo ama kuzimia kwa vuguvugu hili hata kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027? Maana kwa miaka 60 tumewachwa nyuma. Hatuwezi kuomba tena twende kwa ile meza ya kujikatia keki sisi wenyewe ambaye itatutosha. Kazi ambayo mmefanya jana mmetolea aibu. Na mimi nashukuru sana kwa sababu mlijitokeza kupiga kura kwa Mheshimiwa David Ndakwa. Yamkini ushindi wa Ndakwa umelemaza Tawe na kutikisa msingi wa wazo la Natembeya la kuileta jamii ya Waluhya pamoja kama nguvu mpya ya kisiasa. Hata hivyo, ushindi huu umefuta machozi ya UDA katika eneo la magharibi na vigogo wawili katika chama hicho ambao ni mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula baada ya kupoteza katika uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai kwa mgombea huru na rafikie Natembeya. Mgombea huyu Eric Wekesa aliibuka mshindi kwa kura 6,162 na kumshinda mgombea wa Ford Kenya katika ngome ya Wetangula. Je, huenda Tawe imepoteza udhabiti wake? Vilevile kutafuta dawa ya kuliganga jeraha la kisiasa lililotiwa na UDA eneo bunge la Malava kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Victor Ngaruya, NTV.